Nani kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana, Mungu wangu, tuimbe wote. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Na huyu ndiye Mungu unayemwabudu. Awe Mungu wako leo. Yamkini umepungukiwa, ni kweli. My Lord is my shepherd, I shall not want. In Jesus' name, in Jesus' name. Bwana kutane na mahitaji yako. 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 Bwana wapakai. My Lord is my shepherd, I shall not want. Bwana kutane na mahitaji yako. Katika ibada hii, wamshapai, unakutana na mahitaji yako. Mungu aibariki ndugu wako, Mungu aishaka ndugu wako, Mungu aisraeli ya Mungu wako, asiyebadilika ya Mungu wako. My Lord, you are my shepherd, I shall not want. Sitapungukiwa. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Wewe ni mchungaji mwema. Wewe unayechunga na kondoo wanaijua sauti yako. Na kwenye kongamano hili, kwa sauti yako, tuna uhakika ni ya kwako. Tuna uhakika ni unatusemesha ndani ya mioyo yetu. Tuna uhakika na uwepo wako. Tunauona Mariamu, nguvu zako zinatembea Mariamu. Ni wewe Mungu wa kweli, ni wewe Mungu wa kweli, ni wewe Mungu wa kweli. Haufananishi, haulinganishi, haubadiliki. Ni wewe yule jana na leo. Nakushukuru wewe kwa Mungu wangu, nakushukuru wewe kwa jemedari. Bwana wa uweza, jina lako libarikiwe, litukuzwe jina lako Bwana. Ninakushangilia na kupiga vigelegele. Bwana umelia. Uinuliwe Yesu, uinuliwe Yesu, uinuliwe Yesu, uinuliwe Yesu, utukuzwe Yesu, uabudiwe Yesu, upewe sifa wewe Yesu. Haleluya Bwana. Haleluya Jehova. Naweza kuongeza makofi mengi. Wewe ni Mungu pekee anastahili kuinuliwa, kushangiliwa na kupiga vigelegele na makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Asante Mungu kwa upendo. Asante kwa rehema zako. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Bwana Yesu akubariki sana. Haleluya. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuinue zaidi. Unaweza kumwita mume wa Sara. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipo section ya Msigani katika kanisa la TAG Bethel Healing Center. Mungu ameona bariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kongamano hili ni kubwa na kuna uwepo wa Mungu wa pekee sana. Tumshangilie Mungu kwa maombi ambayo tumeombea kambi. Kambi hili limekuwa ni kubwa, kambi la uamsho. Lina majibu, lina matokeo makubwa. Utatoka
kama ulivyo ni tofauti, yani utatoka, si kama ulivyoingia kwenye kambi hii. Matokeo makubwa yataenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana amani wanaopenda sheria za Mungu, wakati wana amani usiku wa leo, tufungane wale namna hii, tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Thamani ya kijana ni kubwa, lakini huwa inafichwa, watu hawasemi. Ngeukia yako mwambie, wewe ni wa thamani sana. Wewe ni wa thamani sana kuliko watu wote duniani. Kuliko watu wote duniani. Leo nilikuwa nazindua kongamano la section Msigara. Roho Bwana kaniongoza ili neno niseme. Na hii nimeiona ikitokea. Ukiona mtoto namwambia wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa. Mtoto anataka awe mkubwa. Hapa mimi ni mkubwa, angalia, nasimamia hivi. Angalia mimi nakufika shingoni, bado tu kidogo na kupita. Kwa anaposherehekea anataka mwimbe wimbo happy birthday to you, how old are you now? 10. Anatamka 10 kwa sababu anaona wenzake hawa na miaka 5. Akifika miaka 30, mabinti, wanawake, wanaume, anasherehekea mwaka wa 35, anataka mwimbe tu happy birthday to you, how old are you now? Inakuhusu nini? Anataka aendelee kwa miaka 20. Na mwingine anataka aendelee kwa miaka 25. Na mwingine anataka aendelee kuitwa mtoto, ana miaka 18. Natamani na mimi leo ningerudi miaka 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Pale kanisani watu wanataja tarehe za kuzaliwa. Sijaona mtu anataja kwamba ana miaka mingapi. Kasoro mimi tu ndio nilitaja. Kwa kila Jumapili nasherehekea sherehe ya kuzaliwa watoto wananiambia mchungaji nafikisha miaka 10. Watu wazima sasa, mchungaji kesho ni siku yangu ya kuzaliwa. Miaka mingapi sikuhusu hata mchungaji. Kwa hiyo miaka ya ujana ndio ya thamani. Unaweza ukajitamlia I'm 25 years. Haleluya. Kila mtu angependa awe kijana, maana alikuwa anataka aonekane mkubwa awe kijana, lakini hatakiwa mzee. Kalebu anasema nina nguvu kama mwanzo, kama kijana. Anatamani maisha ya ujana. Jisikia fahari kwa kijana, jisikia furaha kwa kijana. Vijana tuna nguvu. Haleluya. Vijana tuna nguvu. Haleluya. Sasa ule mzee, mimi ni kijana, naye kwambia mimi mzee. Mungu ameona amebariki viongozi wa section, mkurugenzi Dr. Eliza pamoja na kamati yako yote. Bwana Yesu awabariki sana kwa mwaliko. Mungu ameona abariki wachungaji walioko, hasa baba mwangalizi mchungaji Leonard Kangalawe. Kini Mungu abariki baba yangu Swali ambaye ameruhusu na mimi nisimame katika madhabahu hii. Bwana Yesu ambariki. Mimi ni baba yangu, nampenda na mahali hapa ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nimepewa somo kufundisha kwa habari ya uchumi na ujasiriamali. Nimewahi kutamani miaka 8 nikaandaa somo la uchumi. Miaka 7 iliyopita, miaka 8 nilifundisha wiki 2. Tunaanza huduma tu nilifundisha somo la uchumi. Nikaandaa kama kitabu. Lakini nikasema hii kitabu sitakitoa sasa hivi. Nikajiwekea sababu. Kwa hiyo sikufundisha tena na nikaendelea kufundisha. Mkini Mungu alitamani siku nyingine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hatuwezi kufundishana vyote, lakini najua kuna vijua vingi. Lakini Roho Mtakatifu kwa neema kubwa
anatamani tujifunze kipekee leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na mimi nilikuwa kwenye maombi nikamwomba Mungu, akasema Mungu anipe cha kusema. Na zaidi nilipokaa hapo, nimefika, uwepo wa Mungu umekuwa mkubwa, nikapata andiko la kwanza nalo leo la kusimama pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi nachukia kuitwa, yani kuokoka umejaa roho, una mafunuo, unapiga wachawi na unaua wachawi, yani wewe ni mbabe kwenye mtaa wako, kwenye familia wewe ni mbabe, wanakuomba, wametamani kukuwa, umeshindwa. Lakini ukienda kwenye vikao vya familia, thamani yako ni ndogo. Leo tuna mtumishi na mchungaji, tunaanza vikao vya harusi, tuombe mtumishi, wewe kazi yako ni kufungua kipindi na kufungua. Lakini hauna pesa, uchumi haupo, kwa sababu hiyo unakosa heshima. Wenye fedha wanakuja wameheshimiwa, ukija unatolewa kwenye kiti, kaa chini, kaa kwenye mkeka, kaa kwenye mikeka, kiti kimebaki moja tu na chenye kibovu, wewe atachukuliwa mwingine apelekwe kile, wewe ukae chini au simama. Kinachoangaliwa pia ni pesa, uchumi. Ukikaa vibaya, heshima inapungua. Bwana tusaidie sana. Sisi ni wana wa ufalme, uzao wa kifalme, lakini ufalme haonekani bila pesa. Ene kingdom lazima iwe na uchumi na imani. Hiyo kingdom inasimama. Kama uchumi haupo, inakuwa ni changamoto. Mimi nisikaiba, nikatolea mfano juzi. Nilikuwa nimetoka Mbezi, kapanda bajaji hapo bwana, nilitoka Kariakoo, kwa na bajaji kanaenda na huyo mmoja, alikaa ni bajaji huko, alafu kifungashio kimoja amekiweka kwenye siti nyingine. Kwa mimi nikaingia, akasema usikae hapa, kwa hiyo nikae pembeni, alafu mtu mwingine akaja akakaa mbele. Wewe kumbe analipia siti mbili, hataki bugu ya kusubiriana na watu. Sasa nafika mama mmoja, kanisa lipo Msigani pana kata kona, kibao kipya, fahamu mchungaji. Sasa mimi sikujua kama alikaa mbele, kanauliza bwana, kuna mtu unachukua mimi, nikae huku, mimi nasimama kaa huko mbele. Kafika pale akaanza kumshuhudia yule mama, anamshuhudia brave na bajaji. Njoo kwa Yesu, kanisa letu hapo kibao tunaenda hivi. Sasa kashuka pale yule mzee amekaa kimya. Aliyoshuka tu asema, wewe ukitaka kuwa maskini ufuatane na hao walokole. Mimi kama nilimwambia, mimi sitaki maskini huko. Na huko kwa walokole ni wajane na wanawake walioachika, waliokata tamaa na maisha, wasio na mpango wa uchumi. Mimi kaniuma kaka. So nilikuwa naenda ibadani, nikanivuga, kataka kuanzisha vita. Bwana tusaidie sana. Lakini kaona muda hautoshi, lakini moyo wangu ukaathirika sana. Bwana tushukuriaje sisi tunaloa Bwana, tunabebwa kweli, na Mungu wetu ni Mungu wote. Hagai 2 mstari wa 7, fedha na dhahabu ni vya Bwana. Haleluya. Sasa lazima tuchangamke, heshima yetu pia kama vijana ionekane kwenye vazi ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Ukiwa umeokoka kuanzia leo, usijione tena maskini. Na panda kuanzia leo hatua mpya ya maisha mapya ya uchumi. Zaburi 23 mstari wa 1. Sitapungukiwa na kitu. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru. Leo ni usiku ambao umeuchagua kwa habari ya uchumi na kila mtu tunaenda kufundishana kwa habari ya ujasiriamali. Mungu wa mbinguni, na kuomba tusaidie. Roho Mtakatifu, wewe unaye mafunuo
na mafundisho. Unayo hekima yote ya kufundisha vijana hawa ambao Mungu wameacha kila kitu, wamekuja kwako. Petro akasema, tumeacha vyote, tumekuja kwako, tutapata nini? Katika ile Marko 10, Bwana ukamwambia, kama mtu ameacha mume, ameacha nyumba, amenifuata mimi, atapata mara 100 duniani na kisha ufalme wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, watu hao ambao wameacha nyumba, wameacha ndoa zao, wameacha vitu vyao vya thamani, wamekuja kwenye mkesha huu usiku wa leo, wape maarifa, wape hekima, wapate mara 100 wakiwa duniani na kisha uzima wa milele. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ndiye mchungaji wao. Nilikuwa na somo hili pale kanisani, sio kwa namna ya uchumi, lakini nilikuja ndani yangu, nimefundisha mara 5 na nilipata masomo kama 24. Nilitamani niweke wiki 3 na siku kadhaa kufundisha habari ya Zaburi 23 mstari wa 1 mpaka wa 6, na kusikwa neema ya Mungu. Soma hayo maandiko yakae ndani ya moyo wako na yatendee kazi. Lakini mstari huu wa 1, my Lord is my shepherd, I shall not want. Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Nikiwa nahitaji pesa, nitakuwa nazo. Nikiwa nahitaji kula chakula gani, nitakipata. Nikiwa nahitaji ndoa, nitaipata. Nikiwa nahitaji watoto, nitawapata. Nikiwa nahitaji mume, nitampata. Nikiwa nahitaji mke, nitampata. My Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. Juzi wakaweka majina ya matajiri wa Tanzania. Lenye nikalikasirisha kwenye mtandao. Huyu hapa tajiri namba 1 Muislamu, huyu hapa wa 2, huyu hapa wa 3. Alafu wakatoa picha, clip moja, kijana mmoja amepiga magoti madhabahuni, anaunguruma na nenda kwa lugha, anatoa jasho, anasema hawa ndio warokore maskini. Wenzake wanapiga yeye anafanya nini hapa? Sasa Shetani anatumia njia ya umaskini kuwakashifu watu waliokoka, na watu wengine wanajisikia vibaya. Mle niliona watu wana comment, wanaweka emoji za kucheka mpaka machozi. Nafikiri waliokole walikuwa wanasoma tu, wanapita, hawana cha kuchangia. Sijajua kama inawakera hivi. Wewe unafikiriaje kwa maskini inakubariki? Hapana. Bwana tusaidie sana. Tutiane wivu siku ya leo. Huyu Mungu ni Mungu wetu, anainua, anayebariki. Yeye anatuita sisi marafiki. Amen. Bwana tusaidie sana. Natamani kutie challenge leo, siku ya leo. Ya mgeni sikufundisha vizuri, lakini tu ujue tu kwamba Mungu wetu ni tajiri. Ana vyote na anataka na watoto wake tuwe hivyo. Yesu anasema, mimi siwaiti watumwa, ninyi marafiki. Alafu rafiki yako hakupi chochote, anasema kaote moto. Huyu sio rafiki mwema. Rafiki yetu anavyo vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni sisi tunapungua, tunaacha kanuni zile ambazo Mungu ametamani tunazo. Nataka niongelee mambo makubwa 3. Wakati nafuatilia somo hili nikawa naangalia kwa nini watu gani ambao, kwa nini, namna gani kijana naweza nikawa na takwimu kadhaa hivi. Nikasoma makundi ya watu ambao ni matajiri, na kwenye uchumi watu waliopo duniani sasa hivi, asilimia 95 katika watu karibu bilioni 8 duniani, uchumi wa asilimia 95 ama pesa za dunia asilimia 95 zimeshikwa na watu wa uchumi, wajasiriamali, kwa maana wafanya biashara au wawekezaji.
entrepreneur, 95%. 3% zimekamatwa pesa na sio wafanya biashara, lakini ni wasanii. Hao wapo kwenye chati, hajaishi msanii wa gani, lakini wanashika 3%. 1.99, karibu 2%, hizo zimeshikwa na watu craft artist, watu wanaojihusisha na mambo ya sanaa, sio wasanii, lakini wana vitu vinavyojihusisha na mambo ya sanaa. Alafu 0.00000 ufike mpaka sheri pale niweke moja. Hao ni waajiriwa. Waajiriwa wote kuanzia mfanyakazi wa nyumbani, kuanzia kwa sababu wote tumeajiriwa, tumetofautiana tu. Wewe unaitwa manager, kwa jina la kibabe wamekupa manager kiongozi. Unatuna mpo kwenye kundi hili la 0.000 ya uchumi, ambayo haiwezi ikatutoa. Sasa ni muhimu sana tufundishane, tuelewane, ili tuweze kufanya vizuri katika eneo la uchumi. Kanisa lazima lielewe. Mimi na watu wengi wanaleta maombi, Januari na tunavyoendelea, rundo la maombi, nipate kazi. Maombi ya kazi ni mengi. Sasa naanza kuomba, sema kwaje Mungu, manake na kuna hasara, kuna faida zake. Kuna hasara, lakini mtazamo huu wa kwanza ambao unakuwepo, watu wamejengwa kutafuta kazi. Kwa tunaombea wapate kazi. Mmoja nikamwombea vizuri, akawa amepata kazi. Tuombea ndani kabisa. Alafu nilikuwa namwombea sababu mwenyewe alikuwa anataka kazi, lakini mimi ndio mlango kubwa, alikuwa anataka pia olewe. Akajibiwa amepata kazi mchungaji, kwa kuwa nimepata hilo la kwanza, Mungu akubariki. Kanipa Pepsi, lakini akanipigia simu, amepokelewa kule. Lakini shughuli sasa, fikiria hasara ya kanisa, na huyu hapa maisha yake ya kiroho yanakuwaje? Anaenda kuwa na kanisa jipya, na sielewi kule anapoenda anapata kazi, na atakuwa mtumishi mzuri na atachungwa vizuri, lakini anahamishwa kwa ajili ya mshahara laki kadhaa. Kitu gani ambacho naongea leo? Watu wasio na kazi wanajisikia vibaya sana. Vijana, unajua sisi hatuna refali, hatuna nini, anajisikia vibaya kwa sababu ana kazi, na anakata tamaa ya maisha kwa sababu ana kazi. Anajua kwamba akipata tu kazi anatoboa. Leo nataka nikwambie kwamba kitu cha kwanza, hicho ndicho kinachofanya watu wengi wawe maskini. Na kwa sababu ya kwanza, ndani somo langu nimesema kijana na uchumi pamoja na ujasiriamali, lakini nimeweka vikwazo vya wafanya vijana kufikia hatima yao. Cha kwanza ni mtazamo hasi. Kwa ili uweze kufanikiwa kiuchumi, kitu cha kwanza kushughulika nacho ni kubadili mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Waajiriwa, kwani mshahara wale wao unafikaga tarehe 25 wao mshahara? Muulizie mtu yoyote aliyeajiriwa, kama ni mbabe na ni mwaminifu kwa Mungu na anafanya kazi, anatumia mshahara wake, hata kama ana cheo kikubwa, tarehe 20 atoboa. Tarehe 20 hafiki. Mwenye anasema anafika hapa inatosha, anyoshe mkono. Bwana tusaidie sana. Yana naibana naiweka hivi, anapambana nayo, anajiminya. Lakini nataka nikwambie, kama ukiwa mfanya biashara ama mjasiriamali,
kubwa ni kwamba wewe kila siku pesa hii, kila siku wewe uchumi upo. Na Biblia kimtazamo wa Zaburi 23 kwamba kila siku tusipungukiwe, kila siku iwe mwisho wa mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kubadili mtazamo. Nisomee Mithali 23 mstari wa 7. Nataka tuwe na wasomaji wazuri hapa. Mbezi section hii na wasomaji vijana wengi wazuri. Nisomee tafadhali Mithali. Nataka mmoja nisomee maandiko. Mithali 23 mstari wa 7. Mithali 23 mstari wa 7 inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, akuambiaye haya kula kunywa, lakini moyoni mwake hauwi pamoja nawe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijiona kwamba mimi ni maskini, mimi siwezi, mimi sifanyi, ulivyo ndivyo utakavyokuwa. Maana ajionavyo mtu nafsini mwake, hata kama mambo ni magumu na magani, yule ambaye anajiona kwamba anaweza, anashinda, huwa anashinda kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachoanza kuleta hofu ya maisha ni kwa sababu ya vile mtu anavyojiona, sio appearance ya mtu alivyo. Sio kwa sababu leo ana milioni 1, ana milioni 2, lakini vile anavyojiona nafsi mwake. Nafsi haina pesa, nafsi haina utajiri wa kushikika. Mwili ndio unaoshika vitu, lakini nafsi na utajiri wa kwamba kesho yangu ni njema, leo sina chochote, lakini miaka 5 ijayo mimi ni milionea. Leo naonekana mwoga, lakini nalikwambia miaka 10 ijayo sitakuwa kama unavyoniona leo. Nataka ubadilishe mtazamo. Aliye maskini aseme mimi tajiri, aliye mdogo aseme mimi ninavyo vyote. Kanuni ya Mungu huwa inakuwa ni changing attitude, mtazamo. Ukianza kubadilika mtazamo, umeanza kupona kwenye uchumi. Mitazamo yetu imetengenezwa vibaya. Wazazi wanakufundisha pambana, utakuwa maskini, pambana kazi na nini, pambana hivi. Wanakufundisha ni vizuri, lakini wanakujengea mtazamo utakao kufanya kuwa mtumwa siku zote. Kwa hiyo wewe badilisha mtazamo, siyasema uache kazi. Hiyo kazi unayofanya haijakukataza wewe kuwa mwana uchumi, kuwekeza na wewe katika kile ulicho nacho. Kwa hiyo mtazamo wako badilisha leo. Kuanzia leo uanze kujiona. Nataka nitaje baadhi ya maeneo 4 ama 5 ambayo mtu lazima badilishe mtazamo. Ni muhimu sana kubadilisha mtazamo katika baadhi ya maeneo. Eneo la kwanza, badili jinsi ya kuwaza. Badili jinsi ya kuwaza. Wazo lolote la uchumi, chochote kinachofanyika. Ili jengo limejengwa hapa, limependeza, na ukikaa kule barabara linaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 6 iliyopita mimi nilikuwa mwangalizi wangu. Kiswahili nionyesha wazo lake, jengo lake, ramani yake. Kiwa jengo hili halijajengwa hata ofisi. Akasema natazamia hivi. Kwa kwenye mazungumzo kadhaa akanionyesha, sema mwanangu, kanisa hili miaka michache litakuwa hivi. Haleluya. Leo imekuwa hajawa. Imekuwa hakuna kitu utafanya kwenye maisha yako kama ndondokela kimekuja tu. Lazima kianze na wewe. Changamoto kubwa iliyopo sasa hivi, vijana hawana muda wa kuwaza. Umejiunga magrupu ya WhatsApp ya michezo. Unaamka asubuhi message 100,000. Unaanza kucheka na simu na angalia message za watu. Menda Facebook, menda muda gani, menda. Yaani watu vijana wako busy, hamna muda kuomba, hamna muda kufanya nini, hamna muda kutafakari, hamna muda wa kuwaza kwamba mimi leo nipo, miaka 5 ijayo itakuwa wapi.
natengeneza miaka yangu 5 ijayo kwenye eneo la uchumi, nataka kwa wapi? Vile unavyokuwa unaomba maombi hayo unayoomba hapo, ukimaliza kambi, kama hujakaa kwanza kufanya tathmini ya kiroho, miaka 5 nataka kwa wapi? Kiuchumi, miaka 5 nataka kwa wapi? Huwezi kubadilika. Ukiwa na mtazamo ule ule, utaendelea kuwa vile vile. Kinachobadilisha mtu ni vile anavyoanza kuona changamoto unazoziona. Sasa hivi una kazi, una biashara, lakini changamoto yoyote ile duniani ndiyo inayowapa watu mawazo ya kutafuta fursa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unapitia changamoto gani? Mimi nakumbuka tukiwa chuo kulikuwa na stationary moja inakuwa na watu wengi sana. Sasa lecture alifundisha hivi wa slide kama hivi, anampa class representative zile notes. Class representative anapeleka stationary, watu wanaanza kutafuta kwenda kugombania kutafuta zile notes. Watu mtakaa wengi, darasa mpo watu 300, 250. Na hiyo kozi unakuta inafundishwa na kozi zingine, kwa unakuta watu zaidi ya 1000. Baadaye wote wanatoka waende pale stationary pale. Sasa tukiwa darasani, mtu mmoja alikuwa anakaa mbele, kijana mmoja tu anavaa vizuri, lakini akapata wazo kupitia ile changamoto. Kamwambia yule class, wewe ni mkuu wangu, nitakuwa napeleka mimi mwenyewe kule stationary. Kwa anapopeleka sharti kwamba class anapopeleka ile yule wa stationary lazima tampa ile notes free. Kwa sasa yeye anaenda anapeleka kule stationary, anachukua ya class rep, lakini naye ana print toa kopi zile 500, kopi 500, 600, anamwambia yule nipunguzie tu shilingi 10, mimi nitakuwa nakuletea kila kazi nakuletea wewe. Kwa anapeleka kule, anapunguzia shilingi 10. Kopi ni shilingi 100, yeye anakotoa kopi kwa shilingi 90. Akija kwa sababu changamoto, basi jamani, nimeleta, usiende kule, nauza mimi mwenyewe notes. Nauza watu mbali kule foleni, wanauza kitini cha shilingi 2000, anauza vile 2000. Ukienda kule ni 2000 hiyo. 2000 watu 100. Katika shilingi 2000 anapata shilingi 200. Sasa ile pesa wanafunzi 100 anapata shilingi ngapi? Na masomo yako mangapi? Pesa ikawa nyingi, kabadilisha na maisha katika ile fursa. Yeye mtazamo wake katika hii fursa nilionayo na yona tayari ni pesa. Ziko changamoto nyingi kuanzia kwenye familia yako, ziko changamoto nyingi mtaani kwako, ziko changamoto nyingi hata kanisani, lakini je, unaweza kuzigeuza zikawa fursa? Hapo ndipo mtazamo unapotofautiana. Mwingine anasema kwamba mimi ni msomi, siwezi kufanya hivi. Penda kijana mmoja alifika kule, mimi sikujua kwa kanisani mgeni. Kijana yule mwenye elimu kubwa tu, lakini baadaye nikaangalia watu wanapata shida na familia ndio ilikuwa inapata shida. Hakuna mkaa si mpaka waende wapi? Yeye akaamua kuanzisha kilinge cha mkaa. Nachukua mkaa naweka hapa, na wengine wa kwanza kuwauzia ni familia yake. Kwa akatafuta mtaani, anaweka mkaa. Kwa hiyo mkaa na kuwepo nyumbani, anachukua mkaa. Kwa ile pesa, kila vocha, kila siku anapewa vocha, ikaondoka. Na anachukua mkaa, na nikamuuliza siku moja, wanamuogopa Goliathi. Goliathi anasema watu wote wanajificha. Yeye akauliza atafanyiwa nini yule mtu atakayemuua huyu Mfilisti asiyetahiriwa? Wasema wakaelezea maslahi katika kila changamoto unayopitia, unayokutana nayo. Hapo ndipo jina lako linatambulishwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa nimefanya kazi baada ya
Kumbe nilikuwa naomba Mungu niepushe na changamoto, niepushe changamoto, linda ofisi. Sasa Mungu akana linda ofisi zile, majanga yapatikana. Kumbe heshima yako pia kama majanga yapo kwenye kazi haionekani mlokole. Kwa majanga yakatokea siku moja, pambana, pesa ziko juu ya kurugenzi. Alafu mimi nikapita katikati yao, nikazitatua zile changamoto kwa urahisi. Nasema bosi, ishaisha. Changamoto ile changamoto ikanipa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mabosi wakanipa pesa, sio chache, pesa nyingi tu. Kapewa pikipiki 10 kwa value ya milioni 2,600,000 na nikafungulia ziuze hizi na tunakufanyia leseni ziuze. Sasa nimetatua changamoto baadaye nikaa naomba changamoto zile zinakuja nyingi Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto mahali popote huko zinageuza zinakuwa fursa. Na mawazo, ukiwa na mawazo mapya utasababisha kutatua changamoto za watu, na ndicho kitakachokuza uchumi wao. Lazima uwe unique. Mungu amekumba wewe ni wa tofauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usione tu kwamba uchumi ni mgumu, kazini wanapendelea fanya hivi, na unakuwa sehemu ya watu wenye majungu. Jitahidi kubadilisha mtazamo. Na wewe Mungu naenda sana. Jambo la pili, nimesema badili jinsi ya kufikiri. Jambo la pili, badili watu unaoambatana nao. Amos 3 mstari wa 3. Ukishabadilisha mtazamo pia tutakuona wewe ni mtu wa aina gani, watu unaopatana nao. Kumjua mtu kwamba wewe ataendelea kuwa maskini ni rahisi sana. Mimi nimesha experience. Ukishamwona mtu tu ni binti hajaolewa, kila siku taarifa za muone fulani, fulani mbea huko kanisa, anasema wewe ameshachagua kwa maskini. Tazamo wake ni watu anakaa na watu wenye viti wenye majungu. Wanaume wamekaa kawa wanaongelea yule fulani, mama fulani, yule anafanya hivi na hivi, yule fulani alikuwa anafanya hivi. Hizo taarifa nazitoa wapi wewe? Watu unaopatana nao wanageuza mtazamo wako. Nadhani kwambie hakuna kitu ambacho unakuta mabinti ameumia moyo. Kijana wa kiume ni mdogo miaka 18 lakini ameumia moyo, ameumizwa na maneno ya watu. Kwa maneno ya watu miaka 18, miaka 20 kwamba nasema mbaya, alafu umekwaje? Moyo unaona sikatoa nao ambatana nao, wanamjeruhi kila siku. Akifikia miaka 40 tayari atakuwa amezeeka. Maana binadamu hatujaumia uchungu. Wewe unakaa na watu naumizwa, na mtazamo wako ni wa kuumia, na watu wanataka wewe kukuharibia, kuumiza kila siku. Na shetani anaangalia mahali ambapo wewe ni dhaifu kila siku. Amos 3 mstari wa 3. Watu ambao utaambatana nao ni watu ambao ni hodari, wasio tayari, walio tayari kupambana na changamoto za kusema. Wewe utapambana na uchumi, alafu unalia kwa sababu ulikuwa unasemwa na majirani, anasema wewe umefanya hivi. Watu mahodari wameshinda vita maneno. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa badilisha watu ambao watu wanakuletea kila siku maneno kuvunja moyo, achana nao. Kama ukitaka kumjua mtu kwamba huyu mtu ni wa jinsi gani, angalia watu wanaoambatana nao. Watu wanaoambatana nao badilisha. Anza kuishi na watu wanaowaza vizuri, watu wanaowaza mambo makubwa, watu wanaofikiria kwenda mbele. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tengeneza watu ambao watakusaidia uwe na mtazamo na watu waliofanikiwa. Lakini jambo lingine la tatu katika kubadilisha mtazamo ni kwa habari ya jinsi ambavyo unautumia muda wako.
Kitu cha kwanza kwenye ujasiriamali ni muda. Tuna masaa 24 wote, tunazaliwa wote na siku zinafanana, lakini kinachotofautisha ni jinsi ambavyo tunaupa muda thamani. Waefeso 5:24 nazungumza kwa habari ya ni ngapi? Kwa habari ya kukomboa wakati. Kukomboa wakati. Ni Waefeso ngapi tusoma? Kukomboa wakati, muda ulionao ni mali. Badilisha jinsi unavyotumia muda wako. Sasa hivi tupo hapo, wengine wengi tu hapo. Section ya Mbezi ni kubwa. Wako watu wamelala. Wako watu wengine wanaangalia kombe la dunia. Kombe la dunia inahusu nini? Mwanangu ile jana ile naangalia ilikuwa nzito ile. Nzito imekusaidia nini? Mtoko naangalia mpira ya nini imekusaidia nini? Unapoteza muda. Muda wako ni limited. Kama unataka uwe wa thamani, muda wako kuna vitu lazima uviache. So na simu hapo unaangalia hata simusidia kwenye TV za watu. Zile TV za watu, TV ya mama yako ile na baba yako. Wamekaa wote usiku wa manane. Watu hawalali wanaangalia TV. Watu wanachat kwenye simu, alafu wanachat vitu gani? Watu wanamaliza bando. Sasa hivi kuna wife za bure. Ndio kabisa zinawachanganya vijana. Muda ulionao badilisha mtazamo, tumia muda wako vizuri. Mimi wanaongea na vijana, kama wewe kijana wa kiume unaamka kuanzia saa 1 tayari kwenye uchumi umechagua kwa maskini. Saa 1 ndio unaamka unauliza mama chapati tayari. Mimi najifunza kwa wachanga, inueni mikono hivi. Bwana Yesu asifiwe wachanga. Barikiwe sana. Unajua Mungu ametusaidia, kuna makabila ambayo kwenye muda wako mbele sana. Kutana mchanga mmoja wanaongea kwenye simu. Sema ongea umepata mtoto, anasema sasa nimepata mtoto, lakini Mungu anisaidie tu huyu mtoto bwana. Nimepata mtoto ni kama maskini tu eti. Maskini vipi? Mtoto amezaliwa anamuulizia mtoto, asema mtoto asubuhi amelala saa 11, watoto wote wanaamka saa 11, huyu saa 2 wanamwamsha saa 2 saa 1. Sema anatumia njia yote ile ase, yani hakikisha namwambia mama yake hakikisha unamuogesha asubuhi maji ya baridi. Sasa vitu naamsha saa 1 tunaamka. Na methali sina nazungumza juu ya vitu. Unaona kwamba sasa hivi ngoja nimalize chuo mambo ya kuamka haya yanasumbua. Kwenye maisha mtu mchumi, mimi muda mwingine ananipigia bosi wangu, nafanya mimi pia kazi. Saa 6 anapiga samana, naomba msamaha. Najua sasa hivi utakuwa mpumzika. Bwana kuna jambo hawalali. Ukiamua sasa hiyo haije inakuja lazima ujitengenezee tabia. Mimi nafundishaga vijana wanaotaka kuoa. Wanaambia unataka kuoa, lakini lazima kitu cha kwanza badilishe mtazamo. Mwili huu unaweza ukauamrisha kwamba mimi nataka sasa hivi nitakuwa naamka saa 10. Nitakuwa nakula muda fulani. Nimeamua kubadilisha muda wangu wa kuamka saa 11. Uamrishe mwili wako. Hauna kazi lakini saa 11 amka, anza kusoma Biblia, anza kuweka malengo, pangilia malengo. Kwa sababu kama usipokuwa na nidhamu kwenye mwili wako wewe mwenyewe katika muda ulionao kwamba muda huu nina ratiba ya kufanya hiki, changamoto kubwa hata ratiba watu hawana. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha. Lazima uwe asubuhi saa 10 saa 11 unaandika leo nitafanya hivi. Leo saa 6 nitaenda nitakuwa na maombi. Saa 11 kuna praise. Saa ngapi kuna ibada. Saa ngapi kuna kongamano. Vinakuwepo kwenye diary. Jifunze hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi huwa nikitaka kubadilisha mtazamo, vijana wananichukia. Ni pale kazi ukitaka kuoa nabadilisha. Miezi 3 nakuwa na mafundisho na wewe. Jana wa kiume hakuna kulala. Nafanya kazi mchana,
usiku njoo kanisani kupangia kazi. Na mkurugenzi wa vijana, inua mkono hapo. Kuna watu tumewacha kazini pale, wanataka kuoa, fanya kazi mpaka saa 10 asubuhi. Na kwa nao nasimama mpaka saa 6 na baki naenda kulala. Nasema bora aende kulala. Siku nyingine anapitiliza nao. Nampa kazi, abadilisha akizoea. Kuna mmoja alikuja kunishukuru kwa sababu baada ya kubadilisha ile mtazamo wake akajua kumbe naweza nikafanya kazi usiku, nikafanya kazi mchana. Sasa yeye ni fundi. Kijana nilifanya naye. So yeye alikuwa anasema kwamba tunajenga kanisa. Na ninyi ili mbarikiwe lazima mtumikie kanisa. Sasa nawaambia nawapa kazi. Saa 4 usiku kachote mchanga. Beba huko mchanga mapolini. Wako watatu, walikuwa watatu wanabeba. Kusanya mchanga naanza kubeba. Paka morning glory ni wakute saa 11. Walifanya hivyo wengine huyo alikuwa kila kidoona anajitukana wenyewe. Mchungaji kuoa kwenye. Sasa maswala wanataka kuoa. Mmoja yule alifaulu. Na mpaka leo anafanya kazi. Anapata tenda sehemu mbili. Sehemu nyingine anafanya mchana, sehemu nyingine anafanya usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili unaweza ukautuni mwenyewe unataka ufanye nini. Unauamrisha wewe mwenyewe. Na kuna cha kwanza, anza kufanya mazoezi zaidi, badilisha mtazamo. Ni kweli hauna cha kufanya usiku, lakini soma vitabu, anza kuandika hata kitabu, anza kusoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Mtazamo wako utaendelea kubadilika. Utaanza kusoma habari za watu waliofanikiwa, watu ambao wameinuka, na wewe utaanza kubadilika. Kile melalo shangaa kijana anasema na raha mchana. Saa 7 anakoroga. Chagua kwa maskini. Hata kama una pesa usikubali kulala mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda ni mali, badilisha mtazamo kijana. Sawa tumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Lakini jambo lingine, anza kufanya vitu, siogope riski. Mtazamo hapo unaongelea na vitu vitatu vya kuongelea. Mungu akinipa neema niviongelea, nibaki na dakika chache. Nitamani kuenda maswali sasa na mtapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, anza kufanya bila kuogopa hasara. Ukianza kuangalia fulani alianza kashindwa, wewe sio fulani. Nasema hivi, ukiwa na miaka 15 mpaka miaka 28 mpaka miaka 30, jaribu kufanya chochote. Anza kazi, acha kazi, tafuta kazi nyingine. Wamekuzingua na unawazingua, acha kazi, unatafuta kazi nyingine. Kwa sababu uko kwenye trial miaka 15 mpaka 28 unapambana. Unaweza ukaona kazi haina maslahi, unaandika mkataba kwamba ninaacha na kufukuza kazi, najifukuza kazi. Unaondoka kazini, unatafuta kitu kipya unaanza kufanya. Ukishapata muda kutafakari, ukaangalia nimefanya hii kazi miaka 5 mpaka sasa hivi nimepata nini kwenye kazi? Hamna nilichofanya, naandika barua. Bado sijafikisha miaka 28. Nina uwezo wa kufanya chochote, kujaribisha kile ambacho wengine wameshindwa, mimi naweza nikafanya kafanikiwa. Watu hofu ni tunda la shetani. Kataa kuogopa, kataa kuangalia wengine wameshindwa. The higher the risk, the higher the profit. Amen. Chochote chenye riski kubwa, hicho kina faida kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya kila siku utashangaa, usema hao walokolo inakuaje? Kwani tunafungwa sasa, kama umefungwa kuuza mandazi, unashangaa kanisa zima wameanza mandazi. Inakuaje? Wameanza mkao wote, mkao. Kwanza nafundisha ujasiriamali, anza chochote. Mmoja anaanza kuuza mchicha, shangaa wote wanafukuzana, mboga. Inakuaje nyinyi watu wa Mungu?
Sasa watu wanaogopa kuanza kitu kipya, wanataka waangalie fulani amefanya nini. Wazo lako ni la muhimu. Ukishapata ndio kwamba Bwana amenipa ili anza kufanya, hata kama kuna aliyefanya hapo. Watakuja kupiga wengine, baadaye wewe umeshachomoka tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo jitahidi. Lakini jambo la mwisho katika mtazamo, kubali kwamba ulichonacho kinakutosha wewe. Anza na ulichonacho. Kubali na ulichonacho. Sasa wengine wanasema unajua mimi ninachopambana nacho ni mtaji sina. Shangaa vijana wana miaka 18, 20 lakini wanakausha damu zinawatesa. Akimbia miji. Hivi natafuta tu msingi, mchungaji nikimpata tu msingi, kwa anapambana. Tasema hivi, kanuni ya uchumi ni lazima kwa kipato chochote uwe na uwezo wa kusave, kuweka akiba. Yaani ukishatu kwamba una pesa, kuna kila mmoja hapa anapata pesa, hata kama unapewa. Kipewa 10,000 katumia yote, hausolve matatizo yote. Pesa yote unayoipata lazima uligawe kwenye sehemu kubwa 4. Takutajia sehemu hizi. Na Mungu akikupa neema ambayo wewe utafanya, utaanza kesho kufanya hivyo, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii kama wewe unafanya kazi, kuna vijana hapa kusaidia fundi. Simple. Naogopa ni kazi bwana. Kuna hapa mabinti unasaidia mama ntilie, napewa shilingi 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapambana, unapewa, unagawa vyakula, unapewa shilingi 5,000. Nitaka nikuniseme na wewe unaipa shilingi 5,000. Hiyo 5,000 inakutosha, unaweza kufanya mambo makubwa. Na ukaweka akiba, iwekee malengo hiyo 5,000. Katika hiyo 5,000 weka 10%. Kila siku unapopata 5,000 wekee 10%. Hiyo 10% ni fungu la 10. Fungu la 10 ni la kwako, ni la Mungu. Kwa hiyo ukiweka 500 mpaka Jumamosi shilingi ngapi? 3,000. Bahasha yake iwepo, unakuwa na bahasha kwa sababu wewe unalipwa kila siku. Kwa shilingi 5,000 unapewa 500, naweka fungu la 10. 10%. 20% iweke ni akiba yako. Akiba pia sio mali yako, ni mali ya baadaye. Kwa katika shilingi 5,000 manake shilingi ngapi weke akiba? Unaweka shilingi ngapi? 20%. Wasome simple hapo. 1,000. Shilingi 1,000. Kwa shilingi 1,000 unaweka ni akiba. Hiyo kama fungu la 10 sio la kwako. Na akiba sio ya kwako. Weka hiyo shilingi 1,000. Alafu 10% weka ni emergency, kuna dharura. Kuna siku unaweza ukajisikia vibaya ukatafuta panado. Weka kwenye dharura 10%. Ni shilingi ngapi? 500. Kwa 500 kila siku Jumamosi, kama hujaumwa ile shilingi dharura yako yote unaipeleka kanisani kama sadaka. Una fungu la 10 na sadaka unayo, na vyote unaweza kufanya katika ile akiba yako, ile dharura yako 10%. Kwa kama unaweka huo mfuko wa akiba, kila Jumapili vijana wanakuja kanisani wapiga miayo, hawana sadaka. Siku hizi imekuwa ni changamoto kwa sababu vijana wengi, mimi naangalia hapa, vijana watoe sadaka. Na wengine wanajificha wakae kwenye vyombo. Sasa mimi wanaangalia, wewe nenda katoe sadaka. Mchungaji. Sasa wakaona kwamba na waondoa kwamba katoe sadaka, wanaenda kukaa nyuma kabisa kule. Na mwingine anasema weka maiki vizuri, hakuna kijana yote. Weka dharura kila siku unapopata kwenye bahasha yako. Lakini 60% ni matumizi yako yoyote yale. Kama utamnywesha mtu Pepsi utafanya nini? Isizidi kwenye hiyo 60%. Na hiyo unaweza ukaifanyia chochote unachokitaka. Lakini ile kila mtu kwa kipato chake akiweka hivyo kila siku, baada ya muda ile akiba ataiwekeza. Hata kama umeajiriwa utaanza kuwekeza ile akiba, na wewe unaanza kuweka kama kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Kwa badilisha mtazamo kwamba mimi hela yangu ni dogo, siwezi nikaweka akiba. Nataka hivi nianze nikakope. Kuna muda wa kwanza kukopa sio kwa level yako. Kuna muda wa kukopa boost biashara. Lakini kijana mdogo unaanza kukimbizana na madeni, inatia aibu. Ninaleteaga kesi vijana ambao wanadaiwa na kausha damu. Sasa hiyo jitahidi kwa kile ulicho nacho, anza kuweka akiba. Bwana tusaidie sana. Amen. Dakika zimebaki chache, niongelee swala lingine. Nimesema pointi ya kwanza ambayo nilikuwa naongelea ni kwa habari ya mtazamo, lakini pointi ya pili ni kutengeneza jina lako mwenyewe. Build your own brand. Jitengenezee thamani yako wewe mwenyewe, thamani ya maisha yako, thamani ya uchumi wako unaitengeneza wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atakutengenezea thamani yako. Sawa, watumishi wa Mungu. Amen. Na Coca-Cola ina brand dunia nzima. Pepsi na yeye imepambana kutengeneza brand hii kwa miaka mingi, lakini kuna wengine wanaanza wanashindwa. Thamani yako itabaki milele ukiitengeneza leo. Sasa kuna namna ambavyo bidhaa zipo nyingi, watu wanafanya vitu vingi, lakini wewe unaweza ukafanya vikubwa zaidi kama utajua jinsi ambavyo uitengeneze thamani yako. Kwa mfano, uchumi ili uweze kutengeneza unahitaji uwe na jina. Sasa kitu cha kwanza katika kutengeneza jina, tengeneza meweka inasema maintain the spirit of excellence. Tengeneza, weka ile hali ya ubora, roho ya ubora iwe sehemu ya maisha yako. Chochote unachokifanya kiwe katika hali ya ubora. Danieli sura ya 6 mstari wa 3 inazungumza kwa habari ya roho ya ubora ilikuwa ndani ya Danieli, na Mungu wa Danieli ndiye Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wanaolala usingizi, haleluya. Nimekuona naye lala. Shtua mwenzao kama analala, so pia haujazoea kukesha siku zote. Kwa hiyo roho ya ubora, chochote unachokifanya. Unajua chakula unachopika, unachotaka kuanzisha matilie, wengi wanapika sana chapati hizo, lakini wewe anza kitu kilicho bora, alafu uwekeza kwenye ubora. Biashara unayoanzisha wengi wamefanya ni kweli, lakini wewe tengeneza ubora. Mimi ni huwa nataka kusapoti biashara za washirika. Moja ni juzi nikasema nimemfundisha mwenyewe, nikamwelekeza kawa natengeneza chapati, ni mpishi mzuri. Sawa, unaleta kwa ajili ya familia, natengeneza chapati nzuri, lakini sasa shangaa, yani mara yeye sio hajaleta, umemtuma mtoto afu umeweka kifungashio cha mkaa ndio umeweka ndani. Sasa kwamba chapati zimekaa kwenye kile karatasi ni kweli, lakini ndio zikae kwenye kifungashio cha mkaa. Na wewe ni mshirika unataka kumtia moyo biashara yake, tena kesho ile chakula kipo kwenye kifungashio cha mkaa. Unajua sasa, unajua unapo kwenye biashara, kwenye biashara unayofanya kuna kitu naita niche. Wewe lazima ujiwekee kwamba mimi nitadili na watu hawa. Kwa mfano unaweza kusema mimi nitakuwa na dili na wasomi, nafanya biashara yangu na wasomi.
lazima ukae kisomi, lazima uonekane kisomi, lazima vitu vyako viwe quality. Unasema ni Ikulu, unasema ni wapi, lazima uwe tofauti na watu wengine, na watu waone ule ubora. Unajua iko hivi, mtu ambaye ni wa chini kabisa, kila kitu chakula cha chini hana shida. Mtu anapopata kiwango cha pesa kinapanda, hata wewe mwenyewe kuna mtu utatamani kula tu Mlimani City. Mlimani City unaweza chakula appetite na kuja. Mbezi hapo appetite haiji kabisa. Kulingana kiwango cha pesa. Mimi na watu na wafahamu anatoka Posta naenda kula Mlimani City. Lunch ile sasa. Mrenga anapigia simu, mara moja nikale chakula Mlimani City. Mwingine anaenda hoteli fulani, ameshaandaa kabisa. Amepiga simu secretary, mpigiwa chakula waandae. Yaani hawezi akala na mjeje hata mjitahidi. Chakula kinalala. Na kiacha chukua chakula chako, atalipa pesa. Sasa amelipa, lakini sio kwamba amekupa chakula bure, kesho hata nunua hicho chakula. Kulingana na wewe. Sasa wewe unataka kutengeneza jina, hakikisha hicho chakula watu nao waangalia kwamba ni watu gani, wawekee kwa ubora wao. Sisemi kama upike kama Mlimani City, yamkini gharama na viungo utaweza, lakini kitengenezea hata usafi. Basi tafuta hata kama watu kweli hawalipi unawafungashia, basi tafuta hata wote kwa tu unaenda naye, akifika pale anatoa. Ndio weke kwenye kifungashio cha mkaa. Sasa tujitahidi biashara yako itengenezee value wewe mwenyewe. Mimi nafanya Kariakoo kazi. Sasa kuna dada mmoja alikuwa anafunga chakula ananiletea usiku. Kwa kana niletea. Kampigia simu nasema leo siku nenda tu hapo, sio hiyo hapo anapika, na mimi nikasema ni baada matumizi haya sio na kula. Ndio nakula kwa material wananiletea usiku. Wanaleta asubuhi, mchana ananiletea samaki na wali ama pilau na nyama na ukaanga. Sasa siku hiyo nikaenda pale. Ni kweli Kariakoo kuna joto, alafu ndio hivyo sikakuta pale watu wamekaa na kula. Afu yule mama joto lile amefunga kitenge, yuko wazi. Na jasho anasonga ugali. Anajifuta jasho. Sasa mtu anataka nyama. Mimi nikakuta pale kwa hiyo amenipakulia. Nikaanza kula. Mtu yeye anataka nyama. Kumbe anasonga ugali, anasave mwenyewe na nyama zile. Kumbe hawana vijiko, anachukulia mikono. Sasa zile na ukaanga hawana na vijiko. Chukulia na shika mikono na mweke nyama mbili. Kwa sababu ni kitu anachokifanya kila siku, kwa haoni shida anafanya vile. Kitoka siku ile akakosa kwa mteja wangu. Miaka minne sasa hivi sijawahi kugusa pale. Lakini kwa sababu nilikuwa sikioni, nilikuwa na lakini siku ile nikaacha. Kasema mbona niweka samani ndogo? Kabadilisha leo nakula sehemu nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tengeneza brand yako kwa kuweka viwango. Wewe ndani yako. Ndio uchafu ni tabia mbaya sana. Hii tabia mbaya. Chochote kinachochangamka anaweka. Wakorintho wa kwanza 14:40, kila kitu kiende kwa uzuri na utaratibu. Kijana, weka mazingira ya kuwa bora. Kiamka tu unasema ukitaka kujua kwamba uko bora, angalia akili yako ikoje. Angalia unapoamka tu. Kama sina kwamba ukitaka kujua kwamba wewe sio bora, angalia unapoamka. Kama uwezi kutandika kitanda chako, ukaondoka ukaacha hivyo, basi itakusumbua kama kitanda si kitandika siku nzima. Ubora usipokuwa bora kuna gharama kubwa. Manguo umeyarundika, hata kama umeyarundika yako nyumbani sasa hivi nakumbuka. Tafua nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza standard isipungue kwenye maisha yako. Hicho kitakuwa kinakutengenezea brand. Na unapoanzisha biashara yako, fanya hivyo. Fanya kwa ubora. Danieli alifanya katika falme 4, katika uongozi serikali 4. Walikuwa wanaweza kumdemote, wanamtafuta baadaye kwa sababu
hakuna nafasi yake, hakuna anayesimamia pale. Kazini unaweza kutukana na sema unafukuzwa kwa sababu viwango vyako ni vidogo, yani vidogo, lakini standard yako ni bora, wewe unatafutwa, wewe ni Mungu, hata iweje haufukuzwi. Utafukuzwa leo, kesho watu wanataka vikao wanapigana ngumi, mtafute na kurudisha. Sasa kwa nini watu wanakuwa machao sasa hivi? Kwa sababu sio mabona. Kwa unajipendekeza kwa mtu, kiwango chako kikuweke kutengeneza jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tengeneza, maintain spirit of excellence, lakini jengee tabia ya uaminifu mbele za Mungu na mbele za watu. Jitengenezee tabia ya uaminifu. Kupima uaminifu ni rahisi. Wewe unataka kufanya na watu waaminifu, wewe ni mwaminifu kwa kiwango gani? Uaminifu ni tabia unayojijengea, na Mungu ndio maana aliweka hivyo uaminifu kwamba tunatii. Vile tu umekuja hapa umekuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jitengenezee kwenye mazingira yote. Uaminifu wa kwanza Mungu ametokea kuwa inaonekana kwenye zaka. Wewe utoe zaka, sasa huwezi kuwa mwaminifu na Mungu. Huwezi kwenye malengo yako kwamba nitafanya kwenye ratiba yako, kama sio mwaminifu huwezi kuwa mwaminifu kwenye mambo mengi. Watu pia hawatakuamini. Wewe unataka watu wakuamini wakati wewe mwenyewe sio mwaminifu. Wewe mwenyewe unajijua, ukipanga vitu utimizaji. Yaani kuna watu wanapanga kabisa, mchungaji hata kama ukija nataka niombe. Wewe wanauliza unataka kuombea nini? Hata niombe na nini? Nataka nifunge siku ngapi? Siku ngapi? 3. Kama wewe umefunga taka. Sasa hivi mchungaji makauli nimeamua hili somo limenigusa sana. Shangaa kesho asubuhi na mkuta nakula chapati na maharagwe. Mchungaji nimefunga mpaka saa 6 lakini kumbe nimeona vidonda vya tumbo. Sasa wewe mwenyewe sio mwaminifu kwenye mambo unayojipangia. Unataka nani akuamini? Tengeneza uaminifu kwenye mipango yako. Wengi hapo mnafunga, unaamua kufunga saa 6 unafungua. Taenda kwenye mkesha hawendi. Nitatoa mchango, hautoi mchango. Sasa hiyo tabia ambayo sio mwaminifu, natoa kwa ajili ya ujenzi, naweka nadhiri na utoi. Kwenye kamati za harusi natoa ahadi na utoi. Sasa hiyo tabia itakugharimu. Watu watakuona wewe sio mwaminifu. Na kama watu hawajakuamini na Mungu hatakuamini. Na wewe mwenyewe utakuwa unafanya vitu kwa ugumu, huwezi kufanikiwa. Jambo lingine katika kutengeneza jina ni kwa habari ya network. Usikubali kuwapoteza watu kirahisi. Mwanzo 41 mstari wa 9 mpaka 13 inatufundisha mtu mmoja aliyemfanya Yusufu awe mfalme ni network aliyokuwa nayo, awe waziri mkuu wa Misri. Watu ndio nao hapa, mwangalie jirani yako, mwambie wewe unanifahamu, sichukulie poa, unachukua namba ya simu yako. Kuna muda utaitafuta utapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Network ni muhimu sana. Mimi nina watu niliosoma nao shule ya msingi, na watu niliosoma nao sekondari olevu, na watu niliosoma nao advance, na watu niliosoma nao chuo na vyuo, na watu niliofanya nao huduma. Kuna watu wanawasaidia kazi kwenye huko ambapo nimetengeneza jina, ambapo hata ukienda kazini usikwenda mwezi mzima utatafuta, sababu jina lako akitafuta naangalia nani tamweka. Sasa kinachosaidia kingine, watu waliokuzunguka. Usikubali kuwapoteza na kitu na sifa ambayo itakujengea kwamba huyo mtu anakuona ni muhimu. Unajitolea kwenye maisha yako, lakini unakuwa na namba ya simu. Kitaka kwenda TRA Mbeya, angalia kuna fulani pale nilipo naye. Nampigia, namkuta, tulisoma naye. Kwa nilipokea kwa sababu nafahamu. Iko hivi,
Hata ningekuwa ni mimi niko hospitalini, kwa Dr. Eliza, muda mwingine watu wanaenda Muhimbili, nampigia na wapa namba ya simu. Yule ambaye yuko karibu nasema hebu mpigie wewe, anaweza kusaidia. Kwa atampigia Dr. Eliza. Atamwambia mchungaji wako amenipa namba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata asipomwambia, lakini kwa kuwa amempigia simu, ajui ni mchungaji gani amemwambia, atamhudumia kwa haraka, kwa sababu anamfahamu. Biashara yote kwenye uchumi kuna kujuana. Sawa, watumishi wa Mungu? Nasema kwamba 90% ya watu, hata nguo ulionayo 90%, yani 10% tu watu walienda asema nimeipenda hiyo nguo, lakini 90% walishawishiwa, akaona fulani amevaa inapendeza. Lakini wengine walienda dukani kama bei rangi nzuri, naona ina mechi na wewe, hii hapa ina mechi na wewe, umeshawishiwa. Kwa hiyo kuna network utakayoishawishi, itakayo support kila unalofanya. Mimi nimepigiwa simu na Dr. Eliza. Aliponipigia nilimwambia Bwana Yesu asifiwe mkurugenzi Dr. Eliza. Sikuanza kuuliza wewe nani? Wale kusemu kuna shida gani kusemu jina, alafu kuwasiliana na mtu. Huyo mtu ndiye naye kuna siku atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Toka zimegawanya sections ya wasiliana na Dr. Kwa alivyo na kanisani anayokuja na yeye, kwa sababu kwenye kamili Roho Bwana akasema naye, lakini akasema na yupi? Na katika network ambayo anawafahamu. Hata kupata mke mwema huwa anapatikana kwenye network. Wewe laga siku zote nyumbani au uzuri makambi, unakesha kuomba, kuna vitu havitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza network. Kwenye uchumi network ni ya muhimu sana, kwa sababu ukiwa na biashara yote, siku hizi biashara zinapo kwenye status. Sasa status wanaoona ni wale ambao wapo kwenye simu yako, walio na namba yako ndio wanaoona kwenye status yako, ndio watakaoanza kutangaza biashara yako. Maana mtakapoweka ile namba, watu wanaona kwenye Facebook biashara, maana wanaoweka ni wale marafiki ndio wanaona ile biashara yako. Kwa hiyo tengeneza network ya watu wazuri, na ndio maana ukiwa na watu wanahoi hautapata maana. Uwe na marafiki pia, network ya watu wazuri. Kuna muda wa mimi napiga simu nikitaka kwenda Dodoma. Enda Dodoma. Na mwingine kama nisipige nipige. Nipiga simu mtumishi na kuja huko. Nakuja na SGR, nakuta mtu ameni. Wananisubiri pale. Mtu ananisubiri anashika. Mchungaji mwafu, kwa sababu na mwingine yeye alipo, ndio nikimpigia akasema nitakupa mtu gari anaje kuchukua. Ananitafuta hoteli, nitapeleka. Watu wengine wanapata shida, wanahangaika, mimi nimebashiwa. Kienda Mbeya nataka kwenda fulani, akipiga simu nakuta mtu gari, mchungaji nitakupeleka, na atakupeleka kilomita zote na atakupa hata siku. Kwa network inasaidia kwenye uchumi, inakutengenezea mazingira mazuri, lakini network kanayo vizuri. Usiwe na kundi lile la umbea, watu wanaoongea vibaya vibaya watakuharibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalizie ninapozungumza kwa habari ya fulani. Jambo lingine la mwisho kabisa, nimezungumza mambo matatu. Jambo la kwanza nimesema mtazamo, jambo la pili nimesema tengeneza jina lako, na jambo la tatu nimalizie Waamuzi sura ya 6 mstari 12, jenga madhabahu yako. Jenga madhabahu. Kwenye uchumi kuna kujenga madhabahu. Dakika 5 Dr. nimalizie. Jenga madhabahu yako. Mimi nilipata neema ya kufanya kazi eneo fulani, nikafahamiana na wafanyabiashara wengi wa Kariakoo, na utajiri wa kodi na watu wengi kufanya biashara. Kariakoo imeteka Dar es Salaam, na watu unaweza kutembea hapo na unapishana steka za pesa, unaruka pesa, steka za pesa zimepangwa, lakini wale watu na nguvu walionayo, walio wengi wana nguvu za giza, walio wengi wana madhabahu wanazotumikia. Mzee mmoja wa Kikinga anavaa mayeboyebo na ghorofa kadhaa naye,
lakini ukimkuta ni maeboebo na shati moja jeupe. Kuna nguvu kwenye uchumi. Kuna familia ni rahisi sana kufanikiwa. Kuna familia ambayo naifahamu mimi, yaani mmoja ndiye alikuwa msomi, familia hawajasoma, wana mabiashara Tanzania na nje ya nchi, lakini kila mmoja kwenye familia, kila mmoja, sio kwamba wanasapotiana, lakini kila mmoja anataka hata kuuza nyanya chungu anafanikiwa, shangani wa gari anafanya hivi. Ile kuna nguvu ya kufanikiwa. Kuna wengine sio nguvu za giza, lakini ndani yao wa familia tayari walishavuka vikwazo, wamevuka, kuna nguvu ya kuwawezesha. Lakini kuna watu wengine ambao hawawezi. Familia moja, yani mmoja ndiye alisoma kama mwalimu, na mwalimu ameacha kazi mwaka juzi. Wengine hawajasoma, yeye akaona ndugu zake hawajasoma, wana pesa, lakini huyo mwalimu pamoja kwamba ni mwalimu, katika walimu kanunua semichena 2, magari makubwa katika huo walimu. Nguvu iliyoko nyuma inawasapoti. Sisi tuna nguvu ya Mungu peke yake, ndio tunayotegemea. Changamoto kubwa vijana wengi sasa, kuna maanguko mengi. Maanguko yamekuwa ni mengi katika maisha ya kuwa na kufanya huduma. Maanguko ni mengi, nayo inasababisha nguvu ya Mungu isikae. Kushinda vikwazo ni ngumu. Katika Waamuzi 6:12 malaika anamtokea Yoshua, anamtokea Gideoni, anasema Gideoni shujaa. Gideoni anakataa, anasema mimi sio shujaa, mimi ni maskini na familia ya baba yangu Manase ni maskini. Nadhani kuambia wakati anajieleza, Mungu akamwambia mstari wa 24, tengeneza madhabahu, tengeneza madhabahu, wewe ni shujaa. Nataka nikwambie mwana wa Mungu mwenye kamili, jitengeneze madhabahu mwenyewe upate nguvu ya uchumi. Kuna vitu lazima vianguke. Kiona kamili, kuna vitu lazima uangushe, wewe madhabahu. Nataka nikwambie katika uchumi kuna madhabahu inayonena alafu wewe unafanikiwa. Kuna madhabahu inayosimama alafu na kufanikisha, lakini lazima madhabahu ya familia yako ya maskini yaanguke kwenye kamili. Madhabahu ya watu wanene yaanguke, kuinuke kama shujaa. Kwenye maombi, mtu ambaye yupo kanisani, upo miaka hii, lakini haujali madhabahu. Sisi madhabahu, watu wa karne, na wewe kwenye madhabahu ya kanisani kwako, jitumikie madhabahu. Mtumikie na mchungaji ambaye yupo kwenye ile madhabahu. Nina shuhuda za kutosha, singependa niziongee zote, naomba upo, lakini nataka nikwambie kitu cha kwanza katika kutengeneza madhabahu. Madhabahu yoyote ina mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuhani. Mtumikie kuhani kwenye madhabahu. Jambo la pili na sadaka. Toa sadaka za kutosha kwenye madhabahu. Unaenda kwenye biashara, unapata chochote, fanya kwamba hii ni kwa ajili ya madhabahu. Lakini jambo la tatu, kuna ibada inayofanyika kwenye madhabahu. Kuna maombi yanafanyika kwenye madhabahu. Kuna kujiunganisha na madhabahu. Nayo madhabahu inaashiria baraka juu yako. Sadaka, maombi na ibada pamoja na kuhana kumtumikia, alafu na wewe kuna kuitumikia hiyo madhabahu. Wakati Mungu anamuita Ibrahimu, kitu cha kwanza ni kutengeneza madhabahu na kuanza kuliita jina la Bwana kwenye madhabahu. Kuna vitu vinatokea kwako mpaka madhabahu ya ukoo inaangusha. Gideoni alipoiangusha ile, Mungu akamwinua na kuongea na wewe kwenye kamili. Bwana kuiweka na jina la Yesu. Madhabahu za ukoo zianguke, madhabahu za familia zianguke, na kila kinachokufanya usimuke kianguke na jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Napomaliza, simama kwa miguu yako. Bwana kutendee mema, Bwana kuinua na kubariki. Mungu akuwezeshe. Muda wetu umeenda na muda niliopangiwa umeisha. Inua tu mikono yako juu. Kila mmoja inua mikono yako juu.
Kila mmoja inua mikono yako juu. Nataka uanze kujiona leo mtu mpya. Jina lako Mungu aliinue. Kuna wakati hauwezi kulitengeneza jina lako, lakini Mungu ataachilia neema juu yako. Mungu ataachilia neema juu yako. Kuna wakati huwezi kubadilika mtazamo, kwa sababu wengine wanafungwa, lakini Bwana akupe mtazamo mpya. Yesu akupe mtazamo mpya. Kiumeinua mikono yako juu. Anza kutafakari mambo ya uchumi wako. Kuna wakati umepita kwenye mateso. Maombolezo 5:7 sema, baba zetu walitenda dhambi, walifanya vitu viovu, hawakuolewa, lakini na sisi tunapita kwenye mateso yao. Lakini ni ukoo, ni familia imesababisha wewe upite kwenye mateso. Unakataliwa, una kibali. Lakini Ezekieli 18:20, ndio itendayo dhambi ndio itakayokufa. Usibebe mizigo ya wazazi. Bwana kutoe kwenye lindi la umaskini. Bwana akupe jina jipya katika jina la Yesu. Mungu akuwezeshe na kukubariki. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Bwana kutendee. Naangalia unafanya kazi ya Mungu vizuri. Hebu kila mmoja kwa muda mchache, naangalia ujao mwaminifu kwa zaka na sadaka. Mtazamo wako umefungwa na jina lako ufanye vitu kwa ubora. Bwana Yesu, naomba rehema. Nahitaji tuanze kwa uchumi.